Naam, leo ni tarehe 21 Aprili 2026. Hujambo msikilizaji wetu wa Auba Swahili na karibu katika matangazo yetu ya jioni hii. Matangazo yetu yanakufikia mubashara kupitia kurasa zetu za Instagram, Facebook, YouTube. Sasa sehemu yako mpya ya habari na ripoti za kina ni Auba Swahili. Hivyo hakikisha una subscribe na kushare ili usipitwe. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Yahaya Lisu. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia jioni hii, tunachoona ni kwamba Marekani imejikita zaidi kwenye masuala ya ulinzi. Mifumo ya ulinzi na silaha inahitaji madini haya ili kuwa ya kisasa zaidi. Ni Marekani yawekeza dola milioni 50 kwenye madini adimu mkoani Limpopo nchini Afrika Kusini. Je, huu ni mkakati wa kupunguza ubabe wa China sokoni? Kwa barabara ni hatari kwa maisha, tena zinaharibu barabara. Serikali ya Uganda yaachana na matumaini ya China, sasa yaigeukia Marekani na Benki ya Dunia kufufua mradi wa mabilioni ya dola ya ujenzi wa reli ya haraka SGR. Magonjwa, watoto wanahara, na tungependa sana serikali itupe suluhisho la kudumu. Mvua za kimbunga nchini Kenya, maelfu ya wakazi Mombasa na maeneo ya pwani wayahama makazi yao kufuatia mafuriko. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Naam, kwa siku ya leo katika michezo ni pamoja na maafisa wa shirikisho la soka barani Afrika CAF wanatarajiwa kuwasili nchini Uganda leo kwa warsha ya siku 2 kwa ajili ya michuano ya AFCON. Lakini kule visiwani Zanzibar leo Young Africans katika michuano ya Muungano Cup wenyewe watakuwa na kibarua dhidi ya Miembe Mikubi City majira ya saa 1:15 katika michuano ya Muungano Cup. Mimi ni Samuel Male. Msikilizaji, haya na mengine mengi, jiunge nasi hadi mwisho wa jarida hili. Lakini kwanza tupate taarifa ya habari kutoka studioni kwake Vumilia Kondo. Vumilia, karibu. Hii ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Msomaji ni Vumilia Kondo. London. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International lenye makao yake makuu mjini London limetoa ripoti yake ya mwaka inayochora picha ya kutisha kuhusu hali ya usalama na haki za binadamu ulimwenguni. Katika ripoti hiyo iliyopewa jina la Enzi Mpya ya Hatari, katibu mkuu wa shirika hilo Agnes Callamard ametahadharisha kuwa ulimwengu unashuhudia mfumo mpya wa kimataifa unaopinga haki za msingi. Ripoti hiyo imewataja viongozi wa Marekani, Urusi na Israel kama wawindaji ambao wameamua kuweka kando diplomasia na badala yake kukumbatia matumizi ya nguvu na vita. Amnesty imekosoa vikali hatua ya Washington dhidi ya Venezuela mapema mwaka huu pamoja na mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kuhusu mzozo wa Gaza, shirika hilo limesema mataifa makubwa yameshindwa kuchukua hatua madhubuti kuzuia mauaji ya kimbari na kukomesha utawala wa kibaguzi. Cairo. Mji mkuu wa Misri, Cairo, umekuwa kitovu cha harakati za kidiplomasia huku Rais Abdel Fattah al-Sisi akikutana na mjumbe maalum wa Marekani, Massad Boulos. Lengo la mkutano huo ni kutathmini maendeleo ya mizozo nchini Sudan na Lebanon, ambapo Rais el-Sisi amempongeza Rais Donald Trump kwa juhudi zake za kutafuta usitishaji vita kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Hata hivyo, jitihada hizo za kidiplomasia zimeingia katika msukosuko mpya baada ya vikosi vya Marekani kuikamata meli ya mizigo yenye bendera ya Iran karibu na mlango wa Hormuz. Hatua hiyo imekuja muda mfupi tu baada ya Rais Trump kudokeza uwezekano wa kurejea kwenye meza mazungumzo na Iran. Serikali ya Teheran imekilani kitendo hicho, ikikiita kuwa ni ujambazi wa baharini na kutangaza rasmi kuwa haina mpango wa kushiriki katika mazungumzo yoyote na Washington kwa sasa. Wakati hao yakijiri, nchi ya Pakistan imependekeza duru nyingine ya usuluhishi, huku Israel ikithibitisha kuwa mazungumzo yake na Lebanon bado yanaendelea licha ya mawingu hayo ya kisiasa. Beni. Kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa James Swan ameanza ziara yake ya kwanza ya kikazi tangu achukue uongozi wa mission ya MONUSCO. Swan amewasili katika mji wa Beni ulioko jimbo la Kivu Kaskazini, ambapo amepokea ripoti ya kina kuhusu hali ya usalama katika ukanda wa Grand Nord.
Katika mfululizo wa mikutano yake na makamanda wa jeshi na viongozi wa kijamii, Swan ameelezea wasiwasi wake juu ya tishio linaloendelea kutoka kwa kundi la waasi wa ADF ambalo limeendelea kuhatarisha maisha ya raia licha ya operesheni za kijeshi zinazopamba moto. Mkuu huyo wa MONUSCO amekutana pia na gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini, Meja Jenerali Evariste Kakule Somo, ambapo wamejadili mikakati ya kuimarisha ulinzi wa raia na ushirikiano kati ya jeshi la serikali na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Swan amesisitiza kuwa ingawa kuna maeneo yameanza kupata utulivu, ukanda huo bado unabaki kuwa hatari kutokana na harakati za makundi ya silaha yanayohamahama. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Vumilia Kondo. Sasa ni kurejeshe kwake Yahya Lisu kuendelea na ripoti zetu. Naam, shukrani sana Vumilia Kondo kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, unaweza kuandika maoni yako katika kurasa zetu kufuatia ripoti tutakazo kuchambulia jioni hii. Tunaanza mkoani Limpopo nchini Afrika Kusini, ambako serikali ya Marekani imetangaza kuwekeza takriban dola milioni 50 katika mradi mkubwa wa uchimbaji wa madini ya dimu. Hatua hii imekuja katika kipindi cha sintofahamu ya kidiplomasia, huku Washington ikijitahidi kupunguza utegemezi wake kwa China katika soko la madini hayo muhimu kwa teknolojia na mifumo ya ulinzi duniani. Vumilia Kondo ana undani wa taarifa hii. Inaweza kuonekana kama jangwa lisilo na tija, lakini matuta makubwa ya mchanga katika mkoa wa Limpopo nchini Afrika Kusini yamebeba hazina kubwa ya madini ya dimu duniani. Madini haya ni kiungo muhimu katika utengenezaji wa vifaa vya kielektronik, teknolojia ya roboti na bidhaa nyingine nyingi za kisasa. Thamani yake ni kubwa kiasi kwamba serikali ya Marekani imetenga dola milioni 50 kuwekeza kwenye mradi huu licha ya kuwepo kwa mivutano ya kidiplomasia kati yake na Afrika Kusini. Tunachoona ni kwamba Marekani imejikita zaidi kwenye masuala ya ulinzi. Mifumo ya ulinzi na silaha inahitaji madini haya ili kuwa ya kisasa zaidi. Ndege moja ya kivita ya F-35 inatumia kilo 420 za madini haya, na nyambizi za daraja la Virginia zinatumia kati ya tani 4 hadi 5. Pia yanatumika kwenye mifumo ya kuongozea makombora. Ingawa madini haya yanaitwa adimu, kwa kawaida hupatikana katika maeneo mengi, lakini kwa kiasi kidogo sana, jambo linalofanya mchakato wa kuyatenganisha na miamba kuwa mgumu na wa gharama kubwa. Hata hivyo, mradi huu wa Limpopo unabadili mchezo huo kwa sababu ya urahisi wake wa uchimbaji. It is very unique. As I've mentioned, you find that in areas like Brazil. Huu ni mradi wa kipekee sana, kama nilivyosema, katika maeneo kama Brazil, Urusi na hata China. Ili wapate madini haya lazima wachimbe miamba kwenda chini sana, lakini hapa madini yapo juu ya uso wa mchanga, hivyo huhitaji michakato mingi migumu. Afrika Kusini itakuwa nchi ya pili kuwa na mchakato rahisi kama huu baada ya China. South Africa would actually be the second country with an efficient process like this for rare earth elements, second to China. Kwa upande wa Marekani, upatikanaji wa madini haya ni sehemu ya mkakati wake mkuu wa kukabiliana na nguvu ya China. Mradi huu utaisaidia Marekani kutengeneza akiba yake kimkakati na kujaribu kuleta ushindani barani Afrika, ambapo China imekuwa mchezaji mkuu katika sekta ya madini kwa miaka mingi. Mimi ni Vumilia Kondo, Auba Swahili. Shukrani sana Vumilia Kondo kwa taarifa hiyo kutoka Limpopo. Tuelekee nchini Uganda, ambako mradi wa reli ya kisasa SGR umepata mwelekeo mpya. Baada ya miaka ya kusubiri ufadhili wa China uliokwama, serikali ya Kampala sasa imeteua benki ya Citibank kuongoza mchakato wa kutafuta dola bilioni 3.2. Reli hii inatarajiwa kuleta mapinduzi ya kibiashara kwa nchi hiyo isiyo na bandari. Hawa Kimwaga anatuchambulia zaidi. Hii ni sehemu ya mpango mpana zaidi wa kikanda, ambapo Uganda, Kenya na Rwanda zinalenga kupanua reli hiyo kuelekea Sudani ya Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukanda ambao unaweza kubadilisha kabisa biashara katika Afrika Mashariki na Kati. Mpango huo sasa unaanza kusonga mbele katika pande zote za mpaka. Rais wa Uganda, Yoweri Museveni, anafafanua. Reli hii ni sehemu ya uboreshaji na upangaji upya wa mfumo wetu wa usafirishaji, hasa upande wa Uganda, ambao kwa sasa hauko katika mpangilio mzuri na unasababisha upotevu wa rasilimali. Kwa nini? Kwa sababu bidhaa na huduma zote za usafirishaji zimejikita zaidi barabarani, yaani abiria, mizigo midogo na mizigo mizito pamoja na bidhaa za petroli zote zinasafirishwa kwa kutumia barabara.
Mapema mwezi uliopita, Rais wa Kenya William Ruto na Yoweri Museveni wa Uganda walizindua ujenzi wa reli hiyo. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi huo, Rais Museveni alisema, gari za mafuta kwa barabara ni hatari kwa maisha, tena zinaharibu barabara na zinaleta ajali. So heavy cargo kwenda kwa gari moshi. Kwa Uganda, haya ni mabadiliko makubwa ya kimkakati baada ya miaka ya kutegemea China. Nchi hiyo sasa inapanua wigo wa washirika wake na kuelekea kwa wakopeshaji wa magharibi ili kujihakikishia mustakabali wake. Hata hivyo, ripoti zinaeleza kuwa Beijing bado ina ushawishi mkubwa katika uchumi wa nchi hiyo. Kuanzia maeneo ya viwanda hadi miradi ya mafuta na mitambo ya umeme wa maji. Uwekezaji wa China bado unaendesha sekta ya uzalishaji, nishati na mauzo ya nje. Hivyo basi, taswira iko wazi. Licha ya Uganda kuelekea magharibi kwa ajili ya msaada na ufadhili, China bado inategemeo kubwa katika uchumi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Hawa Kimwaga, Idhaa ya Kiswahili, Auba. Naam, shukrani sana Hawa Kimwaga na ripoti hiyo kutoka jijini Kampala. Na sasa tuelekee pwani ya Kenya ambako hali ya hewa imechukua sura ya dharura. Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha zimeacha majonzi na uharibifu mkubwa wa miundombinu, huku raia wengi wakilazimika kuyakimbia makazi yao kufuatia mafuriko yaliyozikumba baadhi ya sehemu za jiji la Mombasa. Mwandishi wetu Diana Wanyonyi ametuandalia taarifa ifuatayo akitokea Mombasa. Katika eneo la pwani ya Kenya, barabara kadhaa hazipitiki baada ya mvua kubwa iliyoanza Jumapili hadi Jumatatu kusababisha mafuriko katika makazi ya watu na barabarani. Baadhi ya familia zinazoishi katika maeneo ya chini zimelazimika kuhama maeneo ya juu kwa hofu ya usalama wao. Katika mtaa wa Ngombeni, wadi ya Junda, kaunti ya Mombasa, wakaazi wametoa wito wa haraka kwa serikali kuchukua hatua za kudumu kukabiliana na tatizo hilo, wakisema wanahofia mikurupuko ya magonjwa. Asia Chingo ni mkaazi hapa. Mvua hii imetuathiri pakubwa. Mvua hii hatuathiri ya watoto waletea kichocho, bilazia, yani hizi magonjwa, watoto wanahara. Yani tungependa sana serikali itupe suluhisho la kudumu. Serikali kama wangetoa drainage, tukapata drainage, na hata pia vile wangetuwekea saruji na mabomba pia yangetolewa, pia watu wangepata makazi mazuri. Tunashukuru wakati huu ni walikizo, lakini ikiwa ni wakati wa skuli watoto pia wanakosa masomo. Tungependelea sana serikali wazingatie swala hili, na kama ni barabara waitengeneze vizuri. Wakaazi wanasema tatizo la mafuriko limekuwa la muda mrefu kutokana na ukosefu wa mifereji bora ya kupitisha maji, licha ya malalamiko ya mara kwa mara kwa viongozi wa serikali ya kaunti. Kuna watu wengine ukiingia kule ndani, kuna wengine wamegura, wamehama makwao, na ndio hali vile mnaona, ndio hali hii. Ukiingia ndani huko kwa ndani huko kote ni maji tupu. Ndio hali ya Junda. Msaada kwa serikali ni kutupatia drainage ya kutoa hii maji kipeleka baharini, ndio pia wakazi wapate nafuu ya haya maji. Lakini bila hivyo bado tuko shida kama hizi. Na shida ndio hizi mnaziona, mvua ikinyesha ndio hivi. Kwa majina naitwa Baresa, mkazi wa Junda Ngombeni. Siona venye kwetu venye maji yanatuharibia, hata watu wengine wanahama. Waheshimiwa wetu hawataki kutuangalia usalama wetu wa maji. Siona maji venye yanajaa. Tunaomba usaidizi kutoka kwa kaunti ije tusaidie, kwa sababu maji hapa si pekee yake, kuna mpaka huko ndani maji yamejaa. Waheshimiwa waje waangalie kama watatutengenezea barabara, maji angaliwe mali yatapelekwa bana. Sababu kuna watu mpaka sasa hivi hawajui usiku watalala wapi, kwa sababu wenyewe bado kutanyesha. Yaani kila siku kukinyesha kuko hii. Mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya zimekuwa zikitoa tahadhari kuhusu mvua kubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku wakiwataka raia kuwa salama. Diana Wanyonyi, Auba Kiswahili, Mombasa, Kenya. Asante sana Diana Wanyonyi kwa taarifa hiyo kutoka Mombasa. Tunaendelea kuchanja mbuga msikilizaji, na sasa tuelekea Afrika Magharibi ambapo nchini Burkina Faso ambako mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye ni rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amehitimisha ziara yake rasmi. Rais Ndayishimiye amesifu juhudi za wananchi wa Burkina Faso katika kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kujitegemea, akisema huo ni mfano bora unaopaswa kuigwa na bara zima la Afrika ili kupunguza utegemezi. Bryson Bichwa ana undani wa ziara hii. Akiwa ametembelea miradi ya maendeleo katika mji mkuu wa Gadugu, Rais Ndayishimiye amesema ameridhishwa na namna wananchi wanavyoshiriki kikamilifu katika ujenzi wa miundombinu na kuboresha mazingira yao ya maisha. Je voudrais exprimer
Ningependa kueleza furaha yangu kuona maono ya rais wa Burkina Faso aliyeanzisha programu hii. Programu hii inaonyesha wazi umoja kati ya wananchi, inatia hamasa na pia inafundisha. Kwetu sisi tulianzisha kazi za kijamii kwa ajili ya maendeleo, lakini huwa zinaandaliwa na serikali. Kupitia programu hii ya kazi za kijamii kwa maendeleo, tuliweza kujenga shule, vituo vya afya na hospitali. Isitoshe, hivi karibuni tumezindua uwanja rasmi wa michezo uliojengwa kwa mtindo kama huu, uwanja wenye uwezo wa kuchukua watu 17,000. Katika ziara hiyo, Rais Ndayishimiye amebainisha kuwa mshikamano wa wananchi katika utekelezaji wa miradi ya pamoja ni msingi muhimu wa maendeleo endelevu na amani ya kudumu barani Afrika. Kinachonitia moyo ni jinsi ilivyopangwa vizuri na pia inawawezesha wananchi kukusanyika pamoja. Nimefurahi sana na ningependa kuwahimiza watu wa Burkina Faso kusonga mbele, kwa sababu ili kupata amani ni lazima kuwa na miradi ya pamoja. Kwa njia hiyo mnakuwa na umoja na mnaona mustakabali wa pamoja kwa kila kitu. Hivyo ninawahimiza na ninawapongeza. Asanteni. Wakala wa maendeleo ya miji nchini Burkina Faso amesema ziara hiyo ni heshima kubwa kwa taifa hilo na imewapa fursa ya kuonesha uwezo wa wananchi wao katika kujiletea maendeleo bila kutegemea misaada ya nje. Ziara hii kwetu sisi tunaichukulia kama heshima kubwa sana. Tumeweza kumuonesha kile ambacho wananchi wa Burkina Faso chini ya uongozi wa Ibrahim Traore wanaweza kufanya kwa nguvu zao wenyewe. Ametuahidi kwamba atatuma ujumbe kutoka nchini mwake kuja kujifunza na kujionea jinsi tunavyoweza kujiletea maendeleo kwa njia yetu sisi wenyewe ya kujitegemea. Ziara ya Rais Ndayishimiye inaendelea kuangazia umuhimu wa ushirikiano wa ndani, ubunifu wa wananchi na matumizi bora ya rasilimali za ndani kama nguzo kuu za maendeleo ya Afrika, huku nchi mbalimbali zikihimizwa kuiga mifano ya mafanikio kama ya Burkina Faso. Bryson Bichwa, Idhaa ya Kiswahili, Auba. Naam, shukrani sana Bryson Bichwa kwa undani wa ziara hiyo ya Rais Evariste Ndayishimiye nchini Burkina Faso. Na tunahitimisha uchambuzi wa ripoti zetu kwa kutazama ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambako wakati muungano huo ukiendelea kusifiwa kuwa nguzo ya amani, bado kuna mjadala unaofukuta kuhusu uwepo wa ushuru kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Je, hali hii inaakisi dhana ya muungano mmoja au kuna nyufa zinazohitaji kuzibwa? Amrat Haj amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi Hamdun Marcel katika ripoti ifuatayo. Kumekuwa na mijadala mikubwa kuhusiana na ushuru kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Chanzo kikuu hasa za changamoto hizi unahisi ni nini? Ilikuwa ni jambo la bahati mbaya. Ilikuwa ni jambo lilokusudiwa makusudi kabisa katika kujenga uchumi wa Zanzibar. Kwa sababu Zanzibar wana matarajio machache katika vivutio vya uchumi, hasa utalii na nini, kuliko bara. Na katika hili kulitengenezwa mazingira ya kuacha wao wawe kama free port. Yaani wanakuwa kama bandari huru hivi, vitu vipate kuingia kwa nafuu zaidi. Mlifahamu? Watalii wanaoingia, lakini kukuza nguvu ya uchumi wa watu wale, kwa sababu walikuwa wamedhoofishwa sana na utawala wa sultani uliowatenga makundi na mafungu kama fungu ya samaki. Kwa hiyo katika hili kukabiliana umaskini ule na kukabiliana uhitaji ule, ilibidi wawe na sera, wapewe sera maalum yenye kuwahifadhi katika kipato na kadhalika. Kwa hiyo ndio maana kulikuwa tofauti. Jambo hili ni vigumu kulieleza katika hali ya kawaida mikutano ya kisasa na kadhalika, lakini kiuchumi na kimtazamo lilijengwa mtazamo huo ili kusaidia kuinua nguvu za manunuzi za watu wa Zanzibar ambazo hazikuwa kubwa. Kwa nini sasa watu wanakuwa hawaupendi muungano, wanakataa kwa huu muungano hawautaki? Na hasa kukiwepo kuna hizi changamoto ndogo ndogo, wewe unahisi kwa nini? Ni sababu ya bado kuna hisia za chuki ya makundi yale yaliyokuwa chini ya sultani. Kwa hiyo yale yanahisi kwamba kuna mambo fulani hayako sawa sawa, kwa sababu waliondoshwa, wakanyang'anywa mashamba yao, wakanyang'anywa mali na kadhalika, wakatolewa katika migunda. Kwa hiyo wakalazimika kuondoka, na utaona jamii kubwa ya Wazanzibari wenye asili ya Kiarabu wako Omani, Katari, Imarate, Uingereza na kadhalika. Sasa nini kifanyike hasa ili watu waupende muungano, wasio na ulalamikia? Kubwa ni kwamba lazima elimu endelee kuwepo,
na ienezwe shuleni, kwenye skuli iendelee kuelezwa vizuri na watu wafahamu, na mafanikio au faida ya uchumi au faida na hasa hizo za uchumi, hata utamaduni, sababu utamaduni unaweza kuwa sehemu yote, uende dini wazungumze kule kwao, wale kwa Zanzibar watu wazungumze, serikali izungumze kama hivyo inavyojitahidi kuzungumza, halafu kuna metropolitan katika uongozi. Umenifahamu? Watu wasiwe tu Wazanzibari peke yao katika uongozi wa Zanzibar, hapana. Wanapojitahidi kuatia kina Mwinyi waendelee kuwepo watu wanatokea bara na katika uongozi. Akizungumza katika kongamano la kuadhimisha miaka 62 ya muungano, naibu spika baraza la wawakilishi Zanzibar Mheshimiwa Mwanasha Hamis Juma amewahimiza vijana kuendelea kuuenzi na kudumisha muungano huo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Na muungano huu ni muhimu kwetu na kwa vizazi vijavyo. Kwa hiyo tuulinde, tuhadithie. Sote tunajua faida na manufaa. Na imani tukiondoka hapa katika kongamano hili na wakufunzi hawa waliokuwepo hapa, sote tunabeba nguvu ya pamoja na tunaenda kuunadi muungano wetu kuwa ni wa thamani kwetu, na tunaenda kuulinda na tunaenda kuufanyia kazi. Baadhi ya vijana walioshiriki kongamano hilo wameeleza dhamira yao ya kushirikiana kikamilifu katika kuulinda na kudumisha muungano. Katika kuenzi muungano wetu, wasikubali kushawishiwa na vijana wenzao, kwa sababu tuko makundi tofauti na rika tofauti. Tusiuponde muungano kwa sababu kutoka asili na asili. Vijana wenzangu, nawaomba sana tuwe pamoja, tushirikiane, tuwe na nguvu kazi ya kuulinda muungano wetu. Huku muungano ukiendelea kuwa nguzo ya mshikamano wa taifa, jukumu la kuulinda sasa linaelekezwa zaidi kwa vijana kama warithi wa kesho. Amrat Haji, AUBA Swahili, kutoka Zanzibar. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorunjoji. Joel Sorunjoji up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Sasa ni wasawa kutupa jicho kunako viwanja mbalimbali ulimwenguni kujua yaliyojiri katika ulimwengu wa michezo na burudani. Nimkaribishe sasa mwanahabari wetu wa michezo Samuel Male atupitishe katika kile alichotuandalia jioni ya leo. Karibu sana Samuel. Naam, sasa moja kwa moja tuanze kuangazia mashindano ya Muungano Cup kule visiwani Zanzibar, ambapo leo majira ya saa 1:15 timu ya wananchi Young Africans wenyewe wanatarajia kushuka dimbani dhidi ya Miembe Mikubi City, mchezo utakaopigwa kule visiwani Zanzibar. Katika mchezo huo, moja ya jambo kubwa linalotazamiwa katika mchezo huo ni namna ambavyo Yanga wenyewe watakwenda kuonyesha makali yao ambayo wametoka nayo kutoka katika ligi kuu Tanzania bara. Kesho shughuli itaendelea kule visiwani Zanzibar, ambapo majira ya saa 1:15 KVZ atakuwa na kibarua dhidi ya Azam FC, wakati kesho kutwa Aprili 23 majira saa 10 jioni Mlandege FC atakuwa na kibarua dhidi ya Singida Black Star, wakati saa 2 usiku hiyo kesho kutwa Mnyama Simba atakuwa na kibarua dhidi ya Mafunzo. Muda ni saa 2:15. Tukitoka visiwani Zanzibar sasa tuangazie ligi ya Championship. Ligi ya Championship imeendelea kuchukua sura mpya baada ya kuonekana kuwa na ushindani mkali, hasa kwa timu zile tatu za juu ambazo zinachuana kuhitaji kupanda upande wa ligi kuu Tanzania bara. Timu hizo ni pamoja na Geita Gold ambayo ina alama 55, Kagera Sugar wana Kurukumbi yenye alama 52 na Mbeya Kwanza yenye alama 48. Moja ya jambo ambalo linaonekana katika ligi hiyo ni pamoja na michezo yake ya mwisho hivi karibuni, kila mmoja kuibuka na ushindi mnono kabisa, ambapo matokeo ya wikendi iliyopita Geita Gold akiwa nyumbani alikuwa na kibarua dhidi ya Housing na Geita kuibuka na ushindi wa goli 6-1, wakati wana Kurukumbi Kagera Sugar wakiwa nyumbani kwake dhidi ya B19 wakiibuka na ushindi wa goli 2-0. Mbeya Kwanza akiwa ugenini dhidi ya Ken Gold, yeye aliibuka na ushindi wa goli 4, na matokeo haya yalileta maswali mengi sana kwa namna ambavyo ushindani ulivyokuwa mkubwa kwa kila mmoja.
Baada ya kutazama taarifa kutoka nchini Tanzania, sasa tuelekee kule nchini Uganda ambapo mwandishi wetu Isaac Momena anatujuza. Akizungumza na waandishi habari makao makuu ya Media Center mjini Kampala, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi nchini Uganda Dennis Mjinyo amefahamisha kuwa maafisa wa shirikisho la soka barani Afrika CAF wameandaa warsha ya siku 2 kwa mataifa yanayoandaa michuano ya CAF mwaka ujao wa 2027 ambayo ni Kenya, Tanzania na Uganda. This workshop or visit by CAF is not an inspection visit for the AFCON 2027 competition and support facilities. Warsha hii ambayo ni ya maafisa wa CAF sio ya ukaguzi wa maandalizi ya michuano ya mwaka 2027. Warsha ni ya kusaidia waandalizi wa AFCON mataifa matatu ya pamoja kwa vitu muhimu katika michuano of planning and focus on key functional areas. Sehemu hizo ni pamoja na usalama, usimamizi, huduma ya afya na usafiri. Kumekuwa na hali ya wasiwasi ya sitofahamu jinsi maandalizi ya mataifa hayo yanavyojikongoja, hasa upande wa miundombinu ya barabara na kufika kwenye viwanja. Nchini Uganda, viwanja vitakavyotumiwa ni uwanja wa Mandela mjini Kampala na Hoima magharibi mwa Uganda na uwanja wa Kibwa wa Akiba. Uwanja wa Mandela unafanywa ukarabati kuweza kuchukua washabiki 45,000 badala ya 40,000. Na uwanja wa Hoima, vyumba vya wachezaji walishauriwa na CAF kupanuliwa kwa miundombinu ya barabara pamoja na hoteli za kiwango cha CAF zinafanyiwa kazi kwa mujibu wa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi. Tanzania na Kenya na wao wanaendelea kukamilisha baadhi ya sehemu ambazo hazijamalizika. Isaac Momena wa idhaa ya Kiswahili Auba Radio. Asante sana Isaac Momena. Kwa siku ya leo niseme sina la ziada katika uga wa michezo. Naitwa Samuel Male, nikutakie usikivu mwema. Naam, shukrani sana Samuel kwa kudunda viwanjani kwa uzuri kabisa kwa taarifa hizo za michezo. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha matangazo yetu, ni kukumbushe kwa ufupi ripoti kuu tulizokuandalia jioni hii. Tunachoona ni kwamba Marekani imejikita zaidi kwenye masuala ya ulinzi. Mifumo ya ulinzi na silaha inahitaji madini haya ili kuwa ya kisasa zaidi. Ni Marekani yawekeza dola milioni 50 kwenye madini ya dimu mkoani Limpopo nchini Afrika Kusini. Je, huu ni mkakati wa kupunguza ubabe wa China sokoni? Kwa barabara ni hatari kwa maisha, tena zinaharibu barabara. Serikali ya Uganda yaachana na matumaini ya China, sasa yaigeukia Marekani na Benki ya Dunia kufufua mradi wa mabilioni ya dola ya ujenzi wa reli ya haraka SGR. Magonjwa, watoto wanahara, yani tungependa sana serikali itupe suluhisho la kudumu. Mvua za kimbunga nchini Kenya, maelfu ya wakazi Mombasa na maeneo ya pwani wayahama makazi yao kufuatia mafuriko. Marekani yawekeza dola milioni 50 katika madini ya dimu mkoani Limpopo nchini Afrika Kusini. Je, huu ni mkakati wa kupunguza ubabe wa China sokoni? Serikali ya Uganda yaachana na matumaini ya China, sasa yaigeukia Marekani na Benki ya Dunia kufufua mradi wa mabilioni ya dola ya ujenzi wa reli ya haraka SGR. Mvua za kimbunga nchini Kenya, maelfu ya wakazi wa Mombasa na maeneo ya pwani wayahama makazi yao kufuatia mafuriko. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunakunja jamvi la matangazo yetu ya jioni kwa siku ya leo. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Yahya Lisu. Endelea kufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Auba Swahili, Instagram na Facebook kwa habari na uchambuzi zaidi. Asante kwa kuwa nasi na alamsiki.